Baada ya maelezo hayo, waheshimiwa, sasa tunarudi kwenye ratiba yetu. Katibu. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ya habari wa Jerry William Silaa aje awasilishe hoja ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu iliyochambua na kujadili bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari fungu namba 68 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, naomba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mwaka 2024-2025 na lijadili na kuidhinisha mapendekezo ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha sote kuwepo hapa kushiriki katika mkutano huu wa 19 wa bunge la 12 ambao ni mahususi kwa ajili ya kujadili bajeti ya serikali. Aidha, kwa heshima na taadhima, naomba kutumia fursa hii kipekee kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuanzisha Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tarehe 8 Disemba 2024. Vile vile napenda kumshukuru kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Ninamwahidi kuwa nitaendelea kutekeleza majukumu aliyonikabidhi ya kusimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa juhudi, maarifa na uadilifu ili kuwezesha nchi kufikia azma ya kuwa na uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii pia kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza miaka 4 tangu aingie madarakani. Katika kipindi cha uongozi wake, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imepata mafanikio makubwa ikiwemo ujenzi wa minara 758 katika kata 713 kupitia mradi wa Tanzania ya Kidijitali, kuanza ujenzi wa minara 636 nchini kupitia mradi wa mawasiliano vijijini, kufikisha huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano kwenye wilaya 109 kati ya wilaya 139 nchini, kufikisha mkongo wa taifa katika nchi ya Msumbiji na kuanza utaratibu wa ufikishwaji wa mkongo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuongeza huduma ya mtandao wenye kasi kwenye maeneo ya watu, yani population coverage, kutoka 40% hadi 91%, kuimarisha upatikanaji wa internet nchini kwa kuongeza mkongo mmoja wa baharini wa 2 Africa, kuunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano na mikongo ya baharini iliyopo Mombasa, Kenya kupitia mpaka wa Horohoro mkoani Tanga, kufanyika kwa operation anwani za makazi mwaka 2022 na kuandaa mkakati wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 mpaka 2034 wa uchumi wa kidigitali. Wizara inatambua umuhimu na matarajio makubwa aliyonayo Mheshimiwa Rais ya kufikisha huduma za mawasiliano na teknolojia ya habari kwa wananchi kama ilivyofafanuliwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Daktari Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri anayoifanya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Aidha, niruhusu pia nimpongeze Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kuongoza vyema kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar pamoja na kuendelea kudumisha na kuuenzi muungano wetu. Mheshimiwa Spika, niwapongeze Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko mbunge, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa umahiri wao katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia na kuratibu shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuru kwa maelekezo na ushauri wao wanaonipa ambao umeniwezesha kutekeleza majukumu ya kuongoza sekta hii muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Aidha, nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu
kwa hotuba yake ya bajeti ambayo imetoa utekelezaji wa malengo ya serikali kwa mwaka 2024-2025 pamoja na mwelekeo wa shughuli za serikali kwa mwaka 2025-2026. Napenda kuahidi kuwa wizara itafanya kazi masuala yote yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari yaliyoainishwa katika hotuba hiyo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru wewe binafsi, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Raisi wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mheshimiwa Spika, sina maneno bora zaidi kuliko yale aliyotumia Mheshimiwa Aweso kupongeza. Naomba kuwaomba wananchi wa Mbeya mjini wasifanye kosa, wakurejeshe kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuongoza bunge letu na kazi kubwa unayoipa heshima nchi yetu kimataifa. Naomba kutumia fursa hii vile vile kumshukuru Mheshimiwa Musa Azan Zungu Mbunge, Naibu Spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuongoza na kusimamia kwa umahiri shughuli za bunge. Mheshimiwa Naibu Spika ni mbunge mwenzangu kutoka wilaya ya Ilala. Naomba kuwaomba wananchi wa Ilala jimbo lake na wenyewe wamrudishe bungeni kwa kazi kubwa aliyofanya ya kutuongozea shughuli za bunge. Aidha, nawapongeza wenyeviti wa bunge kwa kazi wanaoifanya kukusaidia kuliongoza bunge lako tukufu kwa kusimamia shughuli za bunge kwa maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, napenda kidhati kuwapongeza Mheshimiwa Seleman Moshi Kakoso, mbunge wa jimbo la Mpanda Vijijini na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu, Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, mbunge wa jimbo la Same Mashariki na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu, na wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya bunge kwa ushirikiano wao kwangu na wizara kwa ujumla katika kuhakikisha malengo ya sekta yanafikiwa. Aidha, ninaishukuru kamati kwa kujadili na kupitisha kwa kauli moja makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 68 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ni ukweli usiopingika, wizara imenufaika sana na umahiri, umakini na ushirikiano wa kamati katika kuchambua, kushauri na kufuatilia majukumu yanayosimamiwa na wizara. Maelekezo na ushauri wao kwa wizara umezingatiwa. Wizara inaahidi kuendelea kuzingatia maelekezo ya kamati katika mwaka wa fedha 2025-2026 kwa maendeleo ya sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Tunasema kazi iendelee. Vile vile napenda kuwashukuru watendaji wa ofisi ya bunge pamoja na bunge lako tukufu kwa ushirikiano wao wakati wote ninapotekeleza majukumu yangu, hususan wakati wa kuwasilisha taarifa mbalimbali zinazohusu wizara. Wizara itaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika ili kufikia malengo ya maendeleo ya wananchi kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya uteuzi wa naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Mhandisi Mary Priska Wilfred Mahundi Mbunge. Kwa niaba ya watumishi wote wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ninampongeza kwa kuendelea kuaminiwa na kuteuliwa katika nafasi hiyo. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko makubwa natoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwako wewe Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na waheshimiwa wabunge wote, familia na Watanzania kwa ujumla, kwa kuondokewa na makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Cleopa David Msuya, vile vile kwa kuondokewa na Mheshimiwa Dr. Faustin Engelbert Ndugulile aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni kwa tiketi ya CCM na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amina. Mheshimiwa Spika, wizara ina majukumu ya kuandaa, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa sera zinazohusu mawasiliano na teknolojia ya habari, maana ya TEHAMA, posta na mawasiliano ya simu, kutoa taarifa kuhusu utekelezaji wa sera, mipango na miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwa wananchi, kufanya tafiti za maendeleo na ubunifu kwenye TEHAMA, kuendeleza wataalamu wa TEHAMA, kuanzisha na kusimamia postcode, kusimamia ujenzi na uendeshaji wa mkongo wa taifa wa mawasiliano,
kusimamia ulinzi na usalama wa mtandao, kuboresha na kuendeleza utendaji wa rasilimali watu ndani ya wizara na kusimamia taasisi, program na miradi ndani ya wizara. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inasimamia taasisi 7 ambazo ni Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL, Shirika la Posta Tanzania TPC, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UCSAF, Tume ya TEHAMA ICTC, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC na Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano yaani TCRA CCC. Mheshimiwa Spika, juu ya ukuaji na mchango wa sekta mawasiliano na teknolojia ya habari, kulingana na kitabu cha hali ya uchumi wa taifa cha mwaka 2023, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imekuwa kwa asilimia 7.6 kwa mwaka 2023 ukizinganisha na asilimia 7.4 kwa mwaka 2022. Aidha, sekta hii imechangia asilimia 1.4 mwaka 2023 kwenye pato la taifa ikilinganishwa na asilimia 1.5 kwa mwaka 2022. Hata hivyo, takwimu hizi zinaonyesha kuwa mchango wa sekta ni mdogo ikilinganishwa na uhalisia. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari ni muhimili na kichocheo kikuu cha uchumi katika mwaka wa fedha 2025-2026, wizara kwa kushirikiana na wadau wote muhimu wa ukokotoaji wa hesabu za taifa, yani System of National Accounts, ikiwemo Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, inatarajia kuanzisha akaunti maalum ya uchumi wa kidigitali, yani Digital Economy Satellite Account, ili kuongeza wigo wa upimaji wa mchango wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa lengo la kutambua kwa usahihi mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa mawasiliano nchini. Mheshimiwa Spika, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeendelea kukua. Takwimu zinaonyesha kuwa laini za simu zilizosajiliwa zimeongezeka kutoka laini milioni 73.5 mwezi Aprili mwaka 2024 hadi laini milioni 90.4 mwezi Aprili mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 22.9. Watumiaji wa internet wameongezeka kutoka milioni 37.3 mwezi Aprili mwaka 2024 hadi watumiaji milioni 49.3 mwezi Aprili mwaka 2025, sawa na asilimia 32.3. Watumiaji wa huduma za kutuma na kupokea pesa kwa njia ya mtandao wa simu wameongezeka kutoka milioni 53.7 mwezi Aprili mwaka 2024 hadi milioni 66.5 mwezi Aprili mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 23.9. Aidha, idadi ya watoa huduma wa miundombinu ya mawasiliano imefikia 38 Aprili 2025 ikilinganishwa na watoa huduma 27 mwezi Aprili mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 40.7. Watoa huduma za ziada, yani application service and value added services, wamefikia 136 ikilinganishwa na watoa huduma 122 mwezi Aprili mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 11.5. Mheshimiwa Spika, mwenendo huu unaashiria kuongezeka kwa upatikanaji wa huduma za mawasiliano na teknolojia ya habari katika maeneo ambayo hayajafikiwa na huduma za mawasiliano. Hii imewezesha wananchi kufikiwa na huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi kidigitali kama vile huduma za kifedha, afya kwa urahisi na kwa haraka. Vile vile, ongezeko la huduma za mawasiliano limechochea ukuaji wa uchumi wa watu na taifa kwa ujumla, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali imejikita katika kujenga uchumi wa kidigitali. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na wadau wengine imeanza utekelezaji wa mkakati wa uchumi wa kidigitali wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034 ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 29 Julai 2024. Mkakati huu umeweka misingi ya kulipeleka taifa kwenye uchumi wa kidigitali unaowezeshwa na kuendeshwa na TEHAMA, ambapo utekelezaji wa mkakati huu utawezesha kukuza matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma serikalini. Ili kufanikisha utekelezaji wa mkakati huu, serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kutafsiri mkakati kwa lugha ya Kiswahili ili kuwezesha wananchi wote kushiriki katika utekelezaji wa mkakati
pamoja na kutoa elimu kwenye taasisi za serikali na binafsi kupitia mitandao ya kijamii, redio na television. Mheshimiwa Spika, uwepo wa miundombinu ya mawasiliano nchini ni chachu ya kuwezesha serikali kufikia uchumi wa kidigitali. Katika hili, serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ikiwemo kuunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano, ambapo mpaka sasa wilaya 109 kati ya wilaya 139 zimeunganishwa. Ujenzi wa miundombinu ya mkongo wa baharini na nchi kavu inaunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani, ujenzi wa minara 758 na kuanza ujenzi wa minara 636 kote nchini, na kuongeza uwezo minara 304 toka teknolojia ya 2G kwenda 3G na 4G ili kuongeza matumizi ya internet. Aidha, kufikia Aprili 2025, miundombinu ya broadband inayotoa huduma za internet kiganjani kwenye maeneo ya watu imefikia 91% kutoka 80% mwezi Aprili mwaka 2024. Pia, serikali imeendelea na mradi wa kufunga mtandao wa internet katika maeneo ya wazi 50 yanayotumiwa na wananchi katika shughuli zao za kila siku ili kuongeza na kuhamasisha matumizi ya mtandao wa internet nchini. Maeneo hayo ni pamoja na masoko, stendi za mabasi makubwa na madogo na vituo vya mwendokasi. Mheshimiwa Spika, katika kufikia azma ya kuwa na uchumi wa kidigitali, wizara yangu imeratibu ujenzi wa mifumo 5 ya kitaifa: mfumo wa ubadilishanaji taarifa yani Jamii Exchange kwa upande wa Tanzania bara na Zan Exchange kwa upande wa Zanzibar, ambayo inasimamiwa na mamlaka ya utambulisho NIDA na ZCSRA; mfumo wa utambuzi wa kidigitali yani Jamii Namba; mfumo wa utambuzi wa wateja yani eKYC; mfumo wa malipo ya kidigitali yani Jamii Pay; na mfumo wa usajili na uwezeshaji wa wadau wa ekolojia ya tafiti na bunifu za TEHAMA, ikiwemo kampuni changa wa Safari Hunt. Aidha, kwa upande wa sekta, wizara imeratibu uboreshaji wa mfumo ya utambuzi wa usajili kwenye taasisi za RITA na NECTA. Ujenzi wa mifumo hii inarahisisha utoaji wa huduma za serikali na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, vile vile katika kufikia lengo la Mheshimiwa Rais la nchi kuwa na satellite yake, wizara imeanza taratibu za kuridhia mikataba 2 ya anga za juu, ambayo ni mkataba wa kanuni zinazosimamia shughuli za mataifa katika utafiti, uchunguzi na matumizi ya anga za juu wa mwaka 1967 na mkataba wa usajili wa vifaa ama vyombo vilivyorushwa katika anga za juu wa mwaka 1975. Kukamilika kuridhiwa kwa mikataba tajwa kutatoa fursa kwa wizara kuandaa sera ya anga za juu na mkakati wake wa utekelezaji ambao utawezesha kuimarisha teknolojia za anga za juu na satellite. Mheshimiwa Spika, takwimu zinaonyesha kuwa wastani wa gharama za mawasiliano ya simu kwa bei ya dakika ndani ya mtandao bila kifurushi zimeendelea kubakia wastani wa shilingi 26 kutoka mwezi Juni mwaka 2024 hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025, wakati bei ya dakika nje ya mtandao bila kifurushi imeendelea kubakia wastani wa shilingi 28 kutoka mwezi Juni 2024 hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025. Mwenendo wa gharama za rejareja za data bila kifurushi na kwenye kifurushi zimeendelea kupungua. Aidha, katika robo ya mwaka inayoishia Machi 2025, gharama za data ndani ya kifurushi zimeshuka kwa kiasi kidogo na kufikia shilingi 2.12 kwa megabyte kwa mwezi Aprili mwaka 2025 ikilinganishwa na shilingi 2 na senti 16 kwa megabyte mwezi Juni mwaka 2024. Usajili wa vikoa umeongezeka kufikia vikoa 33,494 mwezi Aprili mwaka 2025 ukilinganisha na vikoa 30,090 vilivyosajiliwa kipindi kinachoishia mwezi Juni mwaka 2024. Hili ni ongezeko la vikoa 3,404 sawa na 11.3%. Mheshimiwa Spika, niruhusu sasa nifanye mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2024-2025 nikianza na ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025
Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari iliidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 100.7 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano, habari na machapisho ya picha, mabango na majarida. Hadi kufikia mwezi Aprili 2025, wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 56.2 sawa na asilimia 55.8 ya lengo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025, wizara iliidhinishiwa kutumia shilingi bilioni 180.9. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 38.9 ziliidhinishwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 24.99 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 13.9 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, shilingi bilioni 142 iliidhinishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 116.4 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 25.6 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwezi Julai mpaka Aprili 2025, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 161.6 sawa na asilimia 89.3 ya shilingi bilioni 180.9 ya fedha zilizoidhinishwa na Bunge katika mwaka wa fedha 2024-2025. Kati ya fedha zilizopokelewa, shilingi bilioni 13.4 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 11.1 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 137.1 ni fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha shilingi bilioni 78.9 za ndani na shilingi bilioni 58.2 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024 katika kipindi cha Julai 2024 mpaka mwezi Aprili 2025, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari tumefanikiwa kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, kuandaa rasimu za mapendekezo ya kutunga sera mpya ya taifa ya TEHAMA ya mwaka 2025 na kuhuisha sera ya taifa ya posta ya mwaka 2003 na kuwasilisha katika ngazi za maamuzi ndani ya serikali kwa ajili ya kuridhiwa. Pili, kufanya mapitio ya kanuni 7 za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ambazo ni kanuni za maudhui mitandaoni, kanuni za ubora wa huduma za mawasiliano, kanuni za leseni, kanuni za posta, kanuni za timu ya uitikiaji wa majanga ya mtandao, kanuni za usajili wa laini za simu na kanuni za viwango vya ubora wa vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki na usimamizi wa taka zinazotokana na vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki. Tatu, kuunganisha mifumo 898 ya kutolea huduma kati ya mifumo 514 ni ya serikali na mifumo 384 ni ya sekta binafsi katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha mifumo inasomana. 4, kusambaza na kusimika vifaa vya mkutano mtandao yani video conference kwenye halmashauri 100 nchini. 5, kukamilisha ujenzi wa minara 482 kati ya minara 758 iliyopangwa kujengwa katika kata 713 sawa na asilimia 63.6 kupitia mradi wa Tanzania Kidigitali. Aidha, minara 304 kati ya minara yote 304 iliyopangwa kuongezwa nguvu imetekelezwa kwa asilimia 100. 6, kuanza ujenzi wa minara ya simu na redio 636 ambapo hadi Aprili mwaka 2025 minara ya simu 141 imekamilika na katika hiyo minara 68 inatoa huduma za mawasiliano. 7, kukamilika kwa usimikaji wa vifaa yani active installations katika maeneo 25 kati ya maeneo 621. Aidha, usimikaji wa vifaa vya core network na data center katika vituo vya TTCL Dar es Salaam Telephone House na TTCL Dodoma Telephone House umekamilika. 8, kuhakiki anwani za makazi katika halmashauri 13 kati ya hizo halmashauri 11 Tanzania bara na halmashauri 2 za Zanzibar, hivyo kufanya jumla ya halmashauri 41 nchini kufanyiwa uhakiki. 9, kuunganisha mfumo wa NAPA na mifumo mingine 13 ya kutolea huduma. Aidha, mifumo mingine 7 ipo katika hatua mbalimbali za uunganishwaji. 10, kuanza utaratibu wa ununuzi wa vishikwambi 3482 kwa ajili ya kuwezesha ukusanyaji na uhakiki wa taarifa za anwani za makazi. 11, kuunda moduli 2 za mfumo wa NAPA kwenye vivutio vya utalii na kutoa barua za utambulisho kidigitali. 12, kukusanya taarifa za anwani za makazi za huduma za vituo vya utalii katika hifadhi 24, kati ya hizo hifadhi 3 ni za Ngorongoro
na hifadhi 21 ni za TANAPA. 13, kufanya maboresho ya mfumo wa NAPA ikiwemo kuwezesha upatikanaji wa huduma za anwani za makazi kupitia USSD code. 14, kujenga uwezo wa wataalamu na watendaji wa serikali za mitaa 810 kati ya wataalamu 31,465. 15, kutoa ufadhili wa mafunzo ya muda mrefu kwa watumishi 30 wa serikali katika vyuo vikuu mbalimbali Uingereza, Ujerumani, Malaysia, Uturuki na Sweden. Aidha, watumishi 450 wamefanyiwa mafunzo ya muda mfupi katika maeneo ya usalama wa mtandao, software development, system administration, artificial intelligence na blockchain kupitia mradi wa Tanzania ya kidigitali. 16, kuratibu ujenzi wa mifumo mitano ya kitaifa, yani mfumo wa ubadilishaji taarifa, Jamii Exchange na Zan Exchange, ambayo inasimamiwa na mamlaka ya utambulisho wa NIDA na ZSRA, mfumo wa utambuzi wa kidigitali yani Jamii Namba, mfumo wa utambuzi wa wateja EKYC, mfumo wa malipo ya kidigitali yani Jamii Pay, na mfumo wa usajili wa uwezeshaji wa wadau ekolojia, utafiti na bunifu za tehama zikiwepo kampuni changa yani startups wa Safari Hunt. Aidha, kwa upande wa kisekta, wizara imeratibu uboreshaji wa mifumo ya utambuzi wa usajili kwa taasisi za RITA na NECTA. 17, kuandaa miongozo mitano usimamizi wa tehama ambao ni mwongozo bora wa matumizi ya tehama, mwongozo wa tehama kwenye makundi ya anuai, Enterprise Architecture Framework, Interoperability and Standardization Framework na Digital Public Infrastructure Tanzania Technology Stack. 18, kukamilisha ujenzi wa kilomita 3621 za mkongo wa taifa wa mawasiliano kati ya kilomita 4442 sawa na 82%. Utekelezaji huu umewezesha kujengwa kwa jumla kilomita 13820 kati ya kilomita 16280 tangu mradi kuanza. Aidha, ujenzi wa vituo vyote 111 vya kutolea huduma za mkongo umekamilika kwa 100%. 19, kukamilisha ufikishaji wa mkongo wa mawasiliano kwenye wilaya 10 za Bahi mkoani Dodoma, Kilindi mkoani Tanga, Chemba mkoani Dodoma, Kilosa mkoani Morogoro, Kwimba mkoani Mwanza, Siha mkoani Kilimanjaro, Mpwapwa mkoani Dodoma, Mlele mkoani Katavi, Malinyi mkoani Morogoro na Kalambo mkoani Rukwa, hivyo kufanya wilaya 109 kati ya wilaya 139 sawa na 78% kufikiwa na mkongo wa taifa wa mawasiliano. 20, kukamilisha ufikishaji wa mkongo wa taifa Mombasa Kenya kupitia kituo cha Ororo Tanga. 21, kukamilisha uunganishwaji wa vituo 59 vya RUWASA kwenye mkongo wa taifa wa mawasiliano. 22, kuunganisha maeneo 4 ya huduma za wifi kwenye vituo vya treni ya mwendokasi SGR vya Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma na pamoja na uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa, hivyo kufanya maeneo yaliyounganishwa kufikia 10. 23, kukamilisha upembuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa chuo mahiri cha tehama yani Digital Technology Institute kinachojengwa Nala mkoani Dodoma. 24, kuhuisha mfumo wa takwimu za makosa ya mtandao kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi pamoja na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. 25, kuzindua kampeni ya usalama mtandaoni ya Sitapeliki ili kupunguza utapeli na ulaghai mtandaoni. 26, kutoa leseni za mawasiliano 2886, kati ya hizo leseni 529 ni za rasilimali namba, leseni 1850 ni leseni ndogo ndogo na leseni 487 ni leseni kubwa yani individual licenses. 27, kubaini na kuzifungia laini za simu 47728 pamoja na nambari za kitambulisho cha NIDA 3928 ambazo zimehusika katika uhalifu. 28, kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa mkongo yani fibers na miundombinu ya watoa huduma za mawasiliano katika mikoa 30 ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. 29, kufanya ukaguzi wa vifaa vya kielektroniki 678 kwa ajili ya matumizi ya ndani ya nchi. Kati ya vifaa hivyo, vifaa 278 vilikidhi vigezo na kuidhinishwa kwa matumizi. Aidha, uhakika wa vifaa 400 unaendelea. 30, kuimarisha ushiriki wa Tanzania kikanda na kimataifa ambapo wizara imeshiriki kwenye baraza la uongozi la ITU, mkutano wa ITUT wa WTSA mwaka 2024 nchini India, kongamano la kimataifa la anga za juu lilofanyika Milan, Italy,
mkutano wa baraza la uendeshaji wa posta yani POC na baraza la utawala la UPU. 31, kusainiwa kwa mkataba na kukabidhi miundombinu ya umoja wa watoa huduma mawasiliano kwa serikali, ambapo hadi sasa jumla ya kilomita 336 kati ya 2020 zimekabidhiwa. 34, kuanza ujenzi wa vituo 8 vya kikanda vya ubunifu wa TEHAMA katika mikoa ya Arusha, Mwanza, Tanga, Lindi, Dodoma, Mbeya na Zanzibar. Kusajili wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi 2829, na mwisho kuendelea na ujenzi wa ofisi za Wizara Mtumba jijini Dodoma, ambapo hadi kufikia Aprili 2025 ujenzi umefikia 95%. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu mengine ya sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari yameainishwa kwenye ukurasa wa 15 hadi 38 wa kitabu cha hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, sasa naomba niwasilishe mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, wizara pamoja na taasisi zake zimeandaa mpango wake kwa kuzingatia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa wakati ya kuhutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 Aprili mwaka 2021, ahadi na maelekezo mbalimbali ya viongozi wa kitaifa, mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 yani kuanzia mwaka 2021-22 mpaka mwaka 25-26, dira ya taifa ya maendeleo na mpango mkakati wa wizara wa mwaka 21-22 mpaka 25-26. Aidha, wizara imezingatia mwongozo wa mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025-2026. Vipaumbele vya bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26, wizara imejikita katika utekelezaji wa vipaumbele vifuatavyo: kutunga, kuhuisha na kusimamia utekelezaji wa miongozo na kusimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, kuimarisha upatikanaji wa huduma ya mawasiliano ya simu na posta kote nchini katika kukamilisha ujenzi wa minara 758 na kuendelea ujenzi wa minara 636 nchini, kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kukuza na kuimarisha biashara mtandao kwa kuhakiki taarifa za anwani za makazi katika halmashauri 28 na kusimamia uundaji wa mifumo ya kidijitali utawezesha biashara mtandao yani e-commerce. Kuimarisha miundombinu itawezesha utekelezaji wa uchumi wa kidijitali kwa kuunganisha wilaya 11 kwenye mkongo wa taifa, kuunganisha mkongo wa taifa ya mawasiliano na nchi jirani ya Kongo DRC kupitia ziwa Tanganyika, na kuunganisha wateja 90,000 kwa huduma ya fiber mlangoni kwako broadband kufikia Juni 2026. Kuimarisha ulinzi wa usalama wa anga la mtandao, kujenga uelewa wa wananchi juu ya ulinzi wa data na faragha zao na jinsi ya kukabiliana na matukio ya utapeli na wizi mtandaoni, kuwezesha upatikanaji wa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa makosa ya kimtandao nchini, na kuongeza uwezo wa kitengo cha uchunguzi wa kidigiti kwa jeshi la polisi katika ofisi ya makao makuu katika kanda ya Mbeya na Mwanza, kutoa elimu juu ya miongozo na miundombinu muhimu ya TEHAMA na kuimarisha ulinzi wa miundombinu hiyo, kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kuchochea ubunifu na kuimarisha ustawi wa kampuni changa yani startups, kusimamia uanzishaji wa vituo viwili vya TEHAMA, Chanala Dodoma na Buhigwe Kigoma, kuwezesha uanzishaji wa vituo 4 vya kukuza bunifu za TEHAMA katika ngazi ya wilaya, na kuwezesha uanzishaji wa vituo 2 vinavyotembea vya kupata taarifa za TEHAMA yani mobile access centers, na kusimamia utekelezaji wa vituo 8 vya ubunifu wa kidijitali kama nilivyovitaja hapo awali. Mheshimiwa Spika, mipango mingine ya sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari inafafanuliwa kwa kina katika ukurasa wa 39 hadi ukurasa wa 54 wa kitabu cha hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wale wote walioshiriki kunisaidia kusimamia vema utekelezaji wa majukumu yangu katika wizara hii. Kipekee Mheshimiwa Spika, naomba nimshukuru Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Wilfred Mahundi Mbunge, Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Spika, naibu waziri huyu amekuwa msaada mkubwa kwangu katika kufanya kazi za kila siku, amekuwa akijituma, amekuwa akishirikiana na wabunge, na muombea kila laheri, Mwenyezi Mungu amtangulie katika mtihani unaotukabili wote Novemba mwaka huu, na amini atarudi ndani ya bunge lako.
Mheshimiwa Spika, naomba kumshukuru ndugu Mohamed Hamis Abdullah, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Spika, Mohamed Hamis Abdullah kwenye kamati ya Bunge wanamuita mtaalamu. Ni katibu mkuu mkimya, lakini amekuwa msaada mkubwa kwenye utendaji wa wizara. Naomba kumshukuru ndugu Nicholas Merinyo Mkapa, naibu katibu mkuu. Naomba vile vile niwashukuru wakurugenzi na wakuu wa vitengo katika wizara, wenye viti wa bodi za wakurugenzi za taasisi zinazosimamiwa na wizara, viongozi wa taasisi na wafanyakazi wote wa wizara na taasisi kwa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Hakika mmekuwa msaada mkubwa na washukuru sana. Mheshimiwa Spika, wizara katika kutekeleza majukumu yake imeendelea kushirikiana na washirika wa maendeleo katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Kipekee napenda kushukuru mashirika yafuatayo: Shirika la Umoja wa Posta Afrika yani PAP, Shirika la Umoja wa Posta Duniani UPU, Shirika la Umoja wa Mataifa la Mawasiliano ITU, Benki ya Dunia kupitia dirisha la Wakala wa Maendeleo Afrika IDA, Shirika la Maendeleo ya Ufaransa AFD na Ubalozi wa Korea Kusini nchini. Mheshimiwa Spika, nazishukuru pia jumuiya za kikanda na kimataifa za Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya EU kwa ushirikiano wao katika masuala ya kikanda na kimataifa yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Aidha, wizara itaendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wa maendeleo na wadau wengine ili kuhakikisha kuwa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari inaendelea kuchangia katika kutimiza malengo ya serikali. Vile vile napenda kuwashukuru watoa huduma za mawasiliano kutoka katika makampuni ya simu ya Airtel, Vodacom, Viatel, Honora, Tispa na TTCL kwa utoaji na usambazaji wa huduma za mawasiliano nchini. Napenda pia kuzitambua taasisi za NMB, CRDB na Tanzania Startup Association kwa mchango wao wa kuendeleza na kukuza bunifu za tehama nchini. Kwa kumalizia, natambua mchango wa wadau wote wa sekta ikiwemo kampuni ya Minara Tanzania, Helios Towers, Huawei, Softnet, Telecom Associate, Tanstec pamoja na kampuni ya wazawa wa Tanzania ya Radi Fiber, kampuni ambayo iko Mkuranga Tanzania, kampuni ambayo inatengeneza nyaya za optic fiber, lakini hivi punde inaanza utengenezaji wa laptop, simu za kiganjani, simu janja na tablet, na tutaitembelea hivi karibuni katika kuimarisha upatikanaji wa simu janja nchini. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, wizara itaendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wa maendeleo na wadau wengine ili kuhakikisha kuwa shughuli za maendeleo zilizopangwa kutekelezwa zinatekelezwa na kuwezesha sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kuchangia katika kutimiza dira ya taifa ya kufikia uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, mwisho kwa umuhimu wa kipekee, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru kidhati wananchi wangu wa jimbo la Ukonga kwa kuendelea kunipa ushirikiano wa dhati katika kuletea maendeleo jimbo letu. Naomba kipekee Mheshimiwa Spika, niwashukuru wananchi wa kata zote 13, kata ya Msongola, kata ya Zingiziwa, kata ya Chanika, kata ya Buyuni, kata ya Pugu, kata ya Pugu Stesheni, kata ya Gongo la Mboto, kata ya Ukonga, kata ya Kipunguni, kata ya Majoe, kata ya Kivule, kata ya Mzinga na kata ya Kitunda. Mheshimiwa Spika, wananchi hawa wamekuwa wakinivumilia katika utekelezaji wa majukumu yangu ya serikali, na mimi naomba kuwashukuru sana na naomba kuwaahidi nguvu bado ninayo, uwezo ninayo. Tarehe 28 nitakuwa saa 12:30 kwenye ofisi ya katibu wa chama wa wilaya kuchukua fomu kuendelea kuwakilisha. Mheshimiwa Spika, aidha naomba kumshukuru mke wangu Bi Mariam Bakari Silaha. Mheshimiwa Spika, binti huyu wa Kitanga amekuwa zaidi ya mke kwangu. Amekuwa rafiki, amekuwa mfariji, amekuwa mlezi, na mshukuru sana kwa kunivumilia katika kutekeleza majukumu ya wizara. Aidha nishukuru familia yangu ambayo leo imewakilishwa na mwanangu Simba William Silaha na ndugu zangu, jamaa na marafiki wote kwa ujumla kwa kunipa nguvu na moyo wa kutekeleza majukumu yangu katika Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Spika,
Sasa naomba kwa muktasari niwasilishe makadirio ya mapato matumizi ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inakadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 100,369,242,000 ambazo zinatokana na mauzo ya huduma ya mkongo wa taifa wa mawasiliano. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaomba kuidhinishiwa na bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni 291,533,139,000 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu na vipaumbele vya wizara kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 14,485,656,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 6,958,609,000 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 7,527,047,047 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 277,047,483,000 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na katika fedha hizo shilingi bilioni 98,480,905,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 178,566,578,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, hotuba hii inapatikana kwenye wavuti ya wizara, na Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Waziri, asante sana.